Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Napenda kuchukua nafasi kukaribisha kwenye kipindi chetu Anza na Bwana au Amka na Bwana. Naitwa Mchungaji Daudi Maira kutoka Kanisa la Mennonite Tanzania, Dayosisi ya Mashariki, Jimbo la Kisota. Tuko Kigamboni, mtaa wa Kisota, mji mwema. Ndugu mpendwa, kipindi kilichopita nilizungumza na wewe, niliongea na wewe kipengele kingine ambacho Mungu anapokutazama, anapokuangalia, anakuhesabia haki ya kuwa miongoni mwa watoto wa Mungu au familia ya Mungu. Nikasema damu ya Yesu Kristo, tukasoma Warumi 5:9 kwamba ni kipengele kimojawapo ambacho kimefanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha sisi tunahesabiwa kuwa haki ya mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikasema ni kitu cha muhimu sana, ile damu kumwagika kwenye ardhi, kwenye uso wa dunia, ni kitu cha muhimu sana, ni kitu cha thamani sana. Lakini leo nataka niongee na wewe tena kipengele kingine kinachotoka Rumi 3:24. Leo nataka nianze kusoma Rumi 3:24. Neno la Mungu linasema hivi: wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi uliopo katika Kristo Yesu. Sasa ndugu mpendwa, mtoto wa Mungu, unapotathmini, wakati mwingine tumebeba tu yale maneno 7 ambayo Yesu aliyatamka msalabani, lakini kuna mambo mengine nayo ya muhimu. Tunaona damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani ni ya muhimu, ambayo ukiamini damu ya mwanakondoo iliyomwagika kwamba imevunja laana, imeharibu laana, mikosi aina mbalimbali, mizimu ya nyumbani kwenu haina tena nguvu kwa sababu damu ya Yesu Kristo imefanya kazi. Jambo lingine, ukombozi wa Yesu Kristo, kwamba tumekombolewa. Kwa tunaona Yesu Kristo pale msalabani, kuna kufufuka, tunaamini alifufuka, maana yake aliteswa akafa, lakini pia tunasema kuna damu ya Yesu Kristo iliyomwagika akiwa pale msalabani, lakini pia kuna kukombolewa. Na kama tumekombolewa, maana yake tulikuwa watumwa wa shetani, tulikuwa kwenye kifungo cha shetani, tulikuwa kwenye utawala wa shetani, tulikuwa tunatumikishwa watoto wa Mungu, lakini tunaona Yesu Kristo anatukomboa kupitia msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu Kristo asingetukomboa kwenye msalaba, tungeendelea kuwa kwenye utumwa wa shetani, tungeendelea kutumikishwa na shetani. Lakini tunayo nafasi na kibali kizuri kwamba tumekombolewa na Yesu Kristo. Yesu Kristo ametukomboa pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama tumekombolewa, maana yake tuko huru, tumefunguliwa kutoka kwenye laana, tumefunguliwa kutoka kwenye mikosi ya majumbani kwetu, ya mababu zetu na mabibi zetu wamefanya mambo ambayo aidha sio sawa sana mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuogopa, hatuna sababu ya kuwa na wasiwasi na mashaka, maana tumepata ukombozi kupitia Yesu Kristo aliye hai. Kwa hiyo mwanadamu yoyote hawezi kupata ukombozi bila kupitia Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye aliyetukomboa, na ametukomboa kwa nini? Pale msalabani. Na Yesu asifiwe. Haleluya, mtu wa Mungu. Haleluya, mtoto wa Mungu. Je, mwana wa Mungu,
unakubali na kuamini kwamba Yesu Kristo ametukomboa msalabani. Asingekuwa Yesu Kristo kutukomboa msalabani, tusingekombolewa, tungekuwa tena tunatumikishwa na adui Shetani, tungekuwa bado tuko kwenye kifungo cha Shetani, tungekuwa bado tuko kwenye utawala wa Shetani, lakini sasa tuko huru, tumekombolewa na Yesu Kristo. Kwa hiyo kwenye msalaba pale, ambao msalaba ulikuwa unatumika kwa ajili ya watu waliolaaniwa, tunaona tunapata ukombozi, tunafunguliwa, tunatoka kwenye vifungo. Ndugu mpendwa, nikusihi asubuhi ya leo utoke kwenye laana. Acha kusema kwenu kuna laana, zinakuzuia usipate elimu, zinakuzuia usiwe na mafanikio, zinakuzuia usiwe na kazi. Never, haiwezekani. Labda wewe bado hujajua thamani ya Yesu Kristo kusulubishwa msalabani. Tumekombolewa watoto wa Mungu, tumekombolewa watu wa Mungu, tumekombolewa. Lazima tutembee kifua mbele kwamba yupo aliyebeba magonjwa yetu, yupo aliyebeba mateso yetu, yupo aliyebeba laana zetu, na sasa tuko huru, tuko huru kweli kweli. Kwa hiyo kukombolewa kwa Yesu Kristo ni kipengele kimojawapo. Mungu akikuangalia na kukutazama jinsi unavyoamini kwamba umekombolewa na Yesu, asingekuwa Yesu kufa msalabani, usingekombolewa. Mungu anapokutazama hivyo, anakuona unamaanisha mpendwa, kutoka moyoni mwako anakuhesabia haki ya kuitwa mtoto wa Mungu. Je, kama unaamini umekombolewa na aliyekukomboa ni Yesu Kristo, naomba nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai, watoto wako wote wanaoamini kwamba Yesu aliposulubishwa msalabani alifanya kazi ya kutukomboa, Baba, tuendelee kuamini hivyo, ili nasi tuwe miongoni mwa wale unaohesabia haki ya kuitwa wana wa Mungu kwenye kipengele cha kukombolewa. Tunakushukuru sana Bwana Mungu. Bariki watoto hawa, bariki familia hizi zinazofuatilia mafundisho haya, zinazofuatilia neno lako Bwana Mungu, ukatufungulie milango ya baraka na neema. Bariki biashara zao, bariki mifugo yao, bariki mashamba yao, bariki kazi zao, bariki huduma zao wanazozifanya, bariki kila shughuli wanayoifanya ya wokovu kwenye maisha yao, ili utakapokuwa unakuja kutuangalia, shughuli tunazozifanya Bwana ziwe zinakutukuza wewe, ziwe zinakusifu wewe. Tubariki maofisini kwetu, tubariki kwenye biashara zetu, kwenye mifugo yetu, bariki mahali tunakopita, kwenye njia tunazopita, mahali tunapolala, kwenye nyumba zetu, kwenye ardhi zetu, tukazitawale na kuzimiliki katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai. Walio wagonjwa wakapate kufunguliwa, wakapate kuponywa, maana tunaamini Yesu ametukomboa kutoka msalabani. Asante Mungu kwa sababu unaendelea kuwa pamoja nasi. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru.